السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif mtukufu yadhullah taala bin Aziz anasema katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikumbusha kuhusu swala na kuhusu umuhimu wa swala. Baada ya hutuba ile nimepokea barua chungu mzima ambamo wanajumuiya wameomba radhi kwa sababu ya uvivu wao walikuwa na katika swala. Na katika idara mbalimbali za jumuiya tanzim mbalimbali nilipokea barua kwamba ni kweli kwamba sisi ni wavivu katika swala zetu, lakini siku za usoni sisi tunafanya mpango maalum kwa ajili ya kuzingatia jambo hili, na wameahidi kwamba siku za usoni watafanya juhudi sana na wataondoa uvivu wao. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote walioahidi na walioniandikia barua. Na kwa kweli misikiti yote ijae na maswaliaji, lakini Hazur anasema kwamba wasimamizi wakumbuke kwamba kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ya kazi yoyote inatakiwa kazi ile ifanywe bila kuchoka. Mwanzoni tunapokumbushwa tunafanya kazi kwa bidii sana, lakini baadaye polepole uvivu unaanza kuingia, na hii ndiyo ni maumbile ya binadamu, inatokea hivi. Ikiwa uvivu unapatikana ndani ya wanajumuiya hauleti hatari kubwa, ingawa hii pia si sahihi, lakini ikiwa uvivu unapatikana ndani ya nidhamu, basi jambo hili ni lenye hatari sana. Ikiwa nidhamu ambayo inakumbusha wanajumuiya, nidhamu ile inalala na inaonyesha uvivu, au katika nidhamu wanaanza kuleta mapendekezo yao, basi katika hali hii nidhamu inakuwa uvivu, na katika hali hii nidhamu haiwezi kurekebisha hali. Basi tanzim zote za jumuiya na vile vile nidhamu ya jumuiya katika kazi yake
na hasusan kazi ile ambayo ni lengo la kuumbwa kwetu. Katika kazi hii muandae mpango maalum ya aina hii, kwamba badala ya kupatikana uvivu katika nidhamu yetu, bali kila siku iwe kuendeleza katika maendeleo. Hazuru anasema kwamba maendeleo ya ibada ni kitu ambacho kinaweza kutupatia ushindi na mafanikio. Basi jambo hili ni muhimu sana. Nidhamu nzima kuhusu hii inatakiwa ifanye kazi kwa makini sana. Lajna maila pia wanatakiwa wafanye juhudi kuhusu hii, kuchunguza watoto kwamba wao wanaswali swala nyumbani na kuwazoesha ili wawe waswaliaji, na kuwakumbusha vijana na wanaume. Hili ni jukumu la lajna ya maila ya kina mama. Ikiwa kina mama wanatimiza majukumu yao vizuri, basi katika hali hii mabadiliko makubwa yanaweza kupatikana. Hazur anasema hapa, nataka kuondoa wasiwasi ya wale watu au mawazo ya wale watu ambao wanaosema msitukumbushe kuhusu sala wala msituulize kuhusu sala, kwa sababu hii ni kati yetu na kati ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamruhusiwi kutuuliza. Kina mama wengi wananiandikia barua na wanasema kwamba ikiwa sisi tunakumbusha waume zetu, wao wanaanza kupigana nasi na kujadili nasi. Hazuru anasema nataka kuwasihi hawa wote ambao wana tabia yana hii, kwamba ingawa hili ni jukumu, hili ni kazi baina ya Mungu na mtumishi wake, lakini kukumbusha na kuuliza kuhusu sala ni kazi na jukumu la nidhamu ya jumuiya. Hivyo ndivyo ni jukumu la wanawake pia. Ikiwa wanawake wangekuwa na jukumu hili tu, kwamba ikiwa wanaume wanakuwa na hiari, basi wao wataswali swala, na ikiwa wao hawapendi basi wasiswali. Au wakati wa swala ya alfajiri sisi tunalala vizuri kwa sababu tunakuwa na uchovu wa mchana mzima, kwa hiyo usiku tunapata usingizi mzuri. Basi msituamshe. Ikiwa jambo hili lingekuwa juu ya hiari ya mtu, katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa nini asinge amuru mume na mwanamke kwa kusema hii kwamba yule ambaye anaamka mapema basi amshe mwenzake. Ikiwa mwenzake anaonyesha mvivu, basi atie maji kidogo juu ya uso wake. Hata sehemu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikumbusha zaidi ya maneno haya. Katika Ijumaa iliyopita nilisoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mawazo haya si sahihi kwamba upande wa sala sisi tumepewa uhuru. Ni hii ni kati yetu na kati ya Mwenyezi Mungu. Hazuru nasema kwamba nizamu ambayo mnajiunga nayo, ikiwa nidhamu ile inauliza kuhusu swala, katika hali hii badala ya kupata hasira, inatakiwa nyinyi msaidiane na nidhamu. Ndiyo, ikiwa mtu mwenyewe kwa kusali sala anaonyesha, anawaambia watu kwamba mimi naswali swala kwa jamaa, yani anawatangazia watu kwamba yeye anaswali sala, basi jambo hili ni mbaya na ni dhambi. Basi kila mmoja anatakiwa ajue umuhimu wa swala, na kuhusu hii kwa mpango maalum
sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na sawa na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatakiwa afuate amri hii. Baada ya maneno haya machache, nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na swala. Mambo haya yanahusika na mambo ya fikha. Mambo haya yalikumbushwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanajumuiya wanatakiwa wafuate maagizo haya, kwa sababu watu wananiuliza mara kwa mara kuhusu mambo haya. Hazur anasema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika Jumuiya Ahmadiyya watu wanajiunga kutoka katika makundi mbalimbali ya Waislamu, madhehebu mbalimbali ya Waislamu, na zamani walikuwa wakifanya jumuiya haifanyi vile. Sisi tunafuata maagizo ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati sisi tulimpomwamini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mwadilifu, sisi tunalazimika kufuata nasaha zake zote. Hasusan wakati jambo lile linathibitika kwa kupitia mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Miongoni wa mambo haya kuna jambo la kuinua mikono, yani rafa yadain. Yani kila mara mtu anaposema Allahu Akbar, yani takbir, yeye anainua mkono wake. Kwa sababu ya mambo haya madogo madogo, Waislamu waligawanyika katika madhehebu mengi sana, katika makundi mengi. Si hii tu, bali walianza kupigana na walianza kutoa fatwa ya ukafiri dhidi ya wengine. Ikiwa mtu mmoja anaswali jeneza ya kundi lingine nyuma ya imamu wa dhehebu lingine, mashekhe wanasema kwamba ndoa yake imevunjika. Jambo hili si jambo la kale au la zamani, bali siku hizi pia mambo haya yanapatikana. Hivi karibuni kulikuwa habari kutoka bara la Hindi kwamba wafuasi wa kundi moja liliswali swala jeneza ya mtu mwingine. Basi mashekhe wakatoa fatwa kwamba ndoa imevunjika. Kwa hiyo wale watu wote walimjia yule shekhe, na yule shekhe alikuwa anatangaza ndoa yao tena. Hazur anasema kwamba wamefanya dini kuwa fitina au kuwa mzaha kwa sababu ya mambo haya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuja kuondoa fitina na ufisadi, ndio maana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mimi ni hakam na adal, na yeye alitoa tiba ya fitina hii yote. Na yeye alisema kwamba ikiwa tofauti ndogo ndogo inapatikana, hii ni sahihi, haina ubaya wake. Kuhusu rafa yadain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hii haina ubaya ikiwa mtu anainua mikono yake wakati wa kusema takbir. Mtu akifanya hivi au asifanye hivi, basi haina ubaya wake, kwa sababu katika hadithi riwaya zote zinapatikana. Na kwa kupitia Wahabi na Sunni pia tunaona kwamba mmoja anafanya rafa yadain na mwingine hafanyi rafa yadain. Hii inaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani alifanya rafa yadain, lakini baadaye aliacha na hakuendelea na rafa yadain. Ikiwa watu wanakubali sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haina haja ya kupigana, basi ni sawa ikiwa wanafanya hivi. Lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifuata sunna ambayo aliendelea kufuata kwa bila kuacha. Riwaya moja inapatikana hii pia, ni Misafza bin Bashir Ahmad Sahib anaandika, Hafidh Nur Muhammad Sahib mwenyeji wa Faizul Achak aliniandikia, safari moja tulimuuliza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam swali moja kwamba
kusoma sura Fatiha nyuma ya imam na kuhusu rafa yadain unatumuru nini? Sayyidina alayhi salam alisema kwamba riwaya hii inathibitika kutoka katika hadithi, kwa hiyo tunatakiwa tufuate. Sabza Mirza Bashir Ahmad anasema kwamba Sayyidina alayhi salam alisema kwamba tunatakiwa tusome sura Fatiha pamoja na imamu, nini wakati yeye anaposoma sisi pia tumfuate katika kusoma sura Fatiha. Lakini kuhusu rafa yadain na kusema amin kwa sauti, mimi sidhani kwamba Sayyidina alayhi salam alisema kwamba tufanye, kwa sababu ikiwa Huzur angeona kwamba jambo hili ni muhimu, basi lazima yeye mwenyewe pia angefanya hivi. Lakini tunaona kwamba Sayyidina alayhi salam alikuwa hafanyi hivi, yani alikuwa hainui mikono wakati wa kila takbir. Anasema Mirza Bashir Ahmad Saheb kwamba wakati Hafidh Saheb alipomuuliza Sayyidina alayhi salam, kwa sababu katika swali kulikuwa mambo mengi sana, kwa hiyo Sayyidina alayhi salam kwa kuzingatia jambo la kawaida kwanza alisema kwamba ni haina ubaya wake, yani kusoma sura Fatiha nyuma ya imamu haina ubaya wake, lazima tusali kwa sababu ni sehemu ya swala. Kisha riwaya nyingine pia inathibitisha kwamba kusoma sura Fatiha ni sahihi, lakini kuinua mikono wakati wa kila takbir hii si sahihi. Sabza Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba Mia Abdullah Sahib Sanori alinisimulia kwamba mwanzoni nilikuwa nikiinua mikono na nilikuwa nikisoma amin kwa sauti ya juu. Baada ya kukutana na Sayyidina alayhi salatu wasalam niliendelea kufanya hivi, yani kuinua mikono na kusema amin kwa sauti ya juu. Kwa baada ya muda mrefu, siku moja niliposali swala nyuma ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, baada ya swala Sayyidina alayhi salatu wasalam akaniambia, akasema, Mia Abdullah, wewe umeshafuata sunna hii kwa muda mrefu sana. Yani yeye alikuwa anaashiria upande wa rafa yadain, yani kuinua mikono wakati wa takbir. Mia Abdullah Sahib anasema tangu siku ile mimi niliacha kufanya rafa yadain, bali hata niliacha kusema amin kwa sauti ya juu pia. Mia Abdullah Sahib anasema mimi sikumwona Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba alikuwa akifanya rafa yadain au alikuwa akisema amin kwa sauti ya juu, wala sikumwona kwamba alikuwa akisoma bismillah kwa sauti ya juu katika swala. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema mimi naeleza mwenendo wa Sayyidina alayhi salatu wasalam ulikuwa ule ulioelezwa na Mia Abdullah Sahib, lakini miongoni wa sisi katika wanajumuiya wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam hata baada ya kufariki kwake mpaka leo ni mwenendo kwamba sisi hatulaumiani kwa sababu ya mambo haya madogo madogo. Wengine wanasema amin kwa sauti ya juu, wengine wanasema kwa sauti ya chini, wengine wanafanya rafa yadain, wengine hawafai. Kwa hiyo sisi hatulaumiani kwa sababu ya jambo hili. Hazur anasema siku hizi rafa yadain haifai, isipokuwa wale wanajumuiya ambao ni wapya wanaingia katika jumuiya, wamezoea, kwa hiyo wao wanafanya, lakini wao pia polepole kwa kuona utaratibu wa jumuiya wao pia hawafanyi rafa yadain. Kisha anasema wengine wanasema bismillah kwa sauti ya juu, lakini wengi hawasomi. Sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba mambo haya yote yanathibitika kutoka kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kufanya ni sunna ile ambayo ilikuwa mwenendo wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kisha swali moja linaulizwa kwamba wakati wa swala, je, sisi mwanadamu anaposimama na anapofunga mikono yake, yeye afunge mikono yake wapi? Sabda Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika, Maulvi Sayyid Muhammad Sarwar Shah Sahib alinisimulia kwamba safari moja halifa wa kwanza alipokea barua ya mtu moja, kwa sababu watu wengine wanafunga mikono sehemu mbalimbali ya tumboni, juu ya tumbo. Kwa hiyo halifa wa kwanza alipokea barua na swali liliulizwa kwamba wakati unaposimama wakati wa sala tufunge mikono yetu wapi?
na katika barua iliulizwa kwamba je, katika hadithi inathibitika kwamba inathibitika kwamba tufunge mikono juu kidogo chini ya kifua. Sayyidina Alayhi salatu wasalam akasema kwamba hadithi zinazopatikana kuhusu hii kuna riwaya hizi si sahihi. Hii ilisema halifa wa kwanza, lakini Sayyidina Alayhi salatu wasalam alisema kwamba wewe utafute hadithi, lazima hadithi itapatikana kuhusu hii pia, kwa sababu mwanzoni watu wengi walikuwa Hanafi. Kwa mimi sipendi kwamba nifunge mikono yangu chini kidogo, bali mimi napenda kufunga mikono yangu juu kidogo, na mimi nimezoea. Sayyidina Alayhi salatu wasallam anasema mimi nimezoea kwamba jambo ambalo ninalolipenda nikitafuta katika hadithi, jambo lile linapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Alayhi salatu wasallam anasema hata kama zamani tulikuwa hatujui jambo lile, lakini katika hadithi inapatikana. Kwa hiyo Sayyidina Alayhi wasallam akamwambia halifa wa kwanza kwamba utafute hadithi kuhusu hii, kwa sababu mimi mwenyewe pia napenda kufunga mikono juu kidogo, si chini. Maulvi Sarwasha sahib anasema kwa amri hii ya Sayyidina Alayhi salatu wasalam, Maulvi sahib akaenda na takriban baada ya nusu saa akaja na akaleta kitabu kimoja na akamwambia Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwamba hazur, nimeshapata hadith, na hadith ile pia ni ile ambayo ni sahihi, na Abu Bakar na Umar radhiyallahu ta'ala anhu wamesimulia hadithi hii, kwa hivyo hadithi hii ni sahihi. Kisha halifa wa kwanza akasema kwamba hii ndiyo ni kauli ya halifa wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam kwamba mikono inatakiwa ifungwe juu kidogo. Aji Gulama Masab anasimulia kwamba mtu mmoja aliuliza kwamba tufunge mikono yetu wapi, kwa sababu Hazur anasema watu wengine wanaanza kuuliza maswali madogo madogo. Upande mmoja Sayyidina Alayhi salatu wasalam alisema kwamba ikiwa tunatafuta hadithi itapatikana kuhusu kufunga mikono juu kidogo, lakini sehemu mwingine mtu mwingine aliuliza swali kuhusu kufunga mikono. Sayyidina Alayhi salatu wasalam alijibu kwamba tunatakiwa tuzingatie adabu zote za sala, lakini katika sala tunatakiwa tumwelekee Mwenyezi Mungu zaidi kuliko kuzingatia mambo madogo madogo, na tusali swala kwa makini sana badala ya kuzingatia mambo haya madogo. Kisha swali moja liliulizwa kuhusu kuinua kidole wakati wa kusema ashhadu la ilaha. Mtu mmoja akasema kwamba wakati wa at-tahiyyat, kwa nini sisi tunainua kidole cha shahada? Sayyidina Alayhi salatu wasallam akasema kwamba watu wakati wa zama za ujahili kwa ajili ya kuwatukana watu walikuwa wakitumia kidole hiki. Ndio maana kidole hiki kinaitwa sababa, yani kidole kinachotukana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alirekebisha hali hii na akasema kwamba wakati mnaposema Mungu ni moja, basi muinue kidole kile, ili tabia ile ambayo ilikuwa watu walikuwa wamezoea, watu wasitumie kidole hiki kwa ajili ya kuwatukana wengine, bali watumie kidole hiki kwa ajili ya kutoa ushahidi kwamba Mungu ni moja. Vile vile anasema kwamba watu wa Waarabu walikuwa wakinywa pombe mara 5, kwa hiyo badala yake Mwenyezi Mungu aliweka swala 5. Kisha wakati wa ruku na sajda swali liliulizwa kwamba je, tunaruhusiwa kusoma aya za Qur'an tukufu? Swali liliulizwa kwamba je, tunaruhusiwa kusali aya za Qur'an tukufu katika rukuu na sajda? Sayyidina Alayhi salatu wasallam akasema kwamba rukuu na sajda ni wakati wa kuonyesha unyenyekevu wetu, na maneno ya Mwenyezi Mungu ni yenye heshima sana. Wala katika hadithi pia haithibitiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika rukuu au sajda alisoma aya yoyote ya Qur'ani tukufu. Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib kuhusu
mada hii anasema Mia Khairuddin Saheb Sekhwani aliniandikia barua na akaniuliza wakati fulani Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba tunatakiwa tufanye dua sana katika swala zetu. Vile vile alisema kwamba tunatakiwa tufanye dua katika lugha yetu pia, lakini yoyote inathibitika kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tufanye maombi katika maneno yale yale. Kwa mfano katika rukuu subhana rabbiyal azim tumesema alikuwa akisema, na katika sajda tuseme subhana rabbiyal aala. Baada ya kusoma haya tunaweza kufanya dua katika lugha yetu. Vile vile alisema katika rukuu na sajda tusisome aya za Qur'ani tukufu, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu na Qur'ani ina azma sana na shani sana, na rukuu na sajda ni hali ya unyenyekevu sana. Kwa hiyo tunalazimika kuheshimu Qur'ani tukufu. Hatutakiwi tusome aya katika rukuu na sajda. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala aliulizwa swali, kwa nini haturuhusiwi kusali aya katika Qur'an katika rukuu na sajda? Kwa nini haturuhusiwi kusoma aya za Qur'ani tukufu? Na ilhali hii ni wakati wa unyenyekevu sana, kwa wakati ule tunatakiwa tusome aya. Halifa wa pili akasema kwamba nilikuwa na itikadi hii kwamba yani tunaweza kusoma aya katika rukuu na sajda, lakini baadaye nilipata maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam ambamo ndani yake Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba hii si sahihi tusome aya za Qur'an tukufu katika rukuu na katika sajda. Vile vile katika Musnad Ahmad bin Hanbal nilipata hadithi pia kuhusu mada hii. Anasema ikiwa mimi nisingepata dalili hizo zote, nisingekubali dalili iliyotolewa kwamba sajda au rukuu ni wakati wa unyenyekevu sana, basi sisi tusome aya za Qur'ani tukufu wakati ule. Hii si dalili wala hoja. Kisha anasema Imam Malik alikuwa na itikadi kwamba kila kitu kinachopatikana katika bahari ni halali. Wakati fulani mtu mmoja alimjia na akasema kwamba katika bahari nguruwe pia anapatikana. Je, sisi tunaweza kula nguruwe ya bahari? Imam Malik akasema kila kitu ni halali ya bahari, lakini nguruwe imeharamishwa. Yule mtu akamuuliza swali mara chungu mzima, lakini kila mara akasema kwamba jibu lake ni hili kwamba kila kitu kinachopatikana ndani ya bahari ni halal, lakini nguruwe imeharamishwa. Halifa wa pili anasema mimi pia namjibu kwamba bila shaka rukuu na sajda ni hali ya unyenyekevu sana, lakini aya za Qur'ani tukufu haturuhusiwi kusoma katika rukuu na sajda. Dua inampeleka mtu katika hali ya unyenyekevu sana, na Qur'ani inampeleka mwanadamu katika hali ya juu. Ndiyo maana kusoma aya za Qur'ani tukufu katika rukuu na sajda si sahihi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alikuwa akifanya hivi, basi si sahihi kwamba tuende kinyume na mwenendo wa Sayyidina alayhi salam au mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama sisi hatuelewi jambo lile, lakini sisi tunalazimika kufuata mfano wa Sayyidina alayhi salam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema watu wengine wanajiunga sala wakati wa rukuu na wanauliza swali kwamba je, mtu amejiunga na rukuu, je swala yake raka yake itahesabiwa? Swali iliulizwa kwamba mtu akijiunga wakati wa rukuu, je ile raka yake itahesabiwa raka? Sayyidina alayhi salatu wasalam akauliza maulama walikuwa pale, madhehebu mbalimbali wanaamini nini kuhusu hii. Sayyidina alayhi salam aliuliza kuhusu hii. Baadaye Sayyidina alayhi salam akatoa uamuzi wake na akasema itikadi yetu ni hii, la salata illa bi fatihatil kitab. Mtu awe nyuma ya imam au anaswali swala peke yake, katika hali hizi zote analazimika kusoma sura Fatiha katika swala, lakini asome kwa pole pole ili maamuma pia waweze kusikiliza na waweze kusoma pia. Au kila mara baada ya aya
imam asubiri kidogo ili maamuma pia waweze kusoma aya ile iliyosomwa na imamu. Kwa hiyo maamuma anatakiwa apewe nafasi ya kusikiliza na vile vile apate nafasi ya kusoma aya ile. Kwa hivyo kusoma sura Fatiha katika sala ni muhimu kwa sababu ile ni umul kitab, mama wa kitabu. Lakini mtu hata kama amefanya juhudi sana kwa ajili ya kujiunga na swala mapema, lakini anachelewa na anajiunga wakati wa rukuu, basi ile raka yake itahesabiwa kama ni raka hata kama hakusoma sura al-Fatiha, kwa sababu katika hadithi inapatikana kwamba yule ambaye amepata rukuu katika swala yake basi ile raka itahesabiwa. Kwa hiyo Sayyidina Mlas akasema kwamba masala inakuwa ya aina mbili. Upande moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema na alisisitiza kwamba lazima tusome sura Fatiha katika swala kwa sababu sura Fatiha ni umul kitab. Lakini yule mtu ambaye anafanya juhudi sana kuja mapema, lakini yeye anajiunga wakati wa rukuu, katika hali kwa sababu msingi wa dini ni juu ya urahisi, katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba raka yake itahesabiwa hata kama amejiunga na rukuu, na yeye kwa sababu ya kuchelewa anapata nafasi ya kufuata urahisi. Sayyidina Mala sallallahu alaihi anasema Mwenyezi Mungu amefanya moyo wangu wa aya hii kwamba baadhi wakati mimi sitaki kufanya jambo fulani. Hii ni wazi kwamba mtu alipata raka tatu za swala, lakini kwa sababu ya shida fulani alichelewa na alikuja kuchelewa katika raka moja. Katika hali haina ubaya, raka yake itakubaliwa. Lakini yule ambaye anakuja kuchelewa makusudi, basi swala yake ni ile ambayo ni fasid. Kisha kuhusu sura al-Fatiha, Azam za Bashira Masaba anasema kwamba Maulwi Sher Ali Sahib alinisimulia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa akisisitiza kwamba maamuma lazima asome sura Fatiha pamoja na imamu. Lakini pamoja na hii alikuwa akisema kwamba ingawa sura Fatiha ni muhimu kusoma pamoja nyuma ya imamu, lakini sisemi kwamba yule ambaye hasomi sura Fatiha swala yake si swala, kwa sababu wapo mawali wengi sana ambao walikuwa wakiona kwamba si lazima tusome sura Fatiha, na mimi sidhani kwamba sala zao zilienda bure. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema, mimi nasema maoni yangu kwamba Mahanafi wanasema kwamba maamuma wanatakiwa wakae kimya na wasikilize anayosoma imamu, na ahli hadith wanasema kwamba maamuma wanalazimika kusoma sura al-Fatiha nyuma ya imamu. Kuhusu hii Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam aliungana na ahli hadith katika itikadi hii, lakini alikuwa hasemi kwamba yule ambaye hasomi sura Fatiha swala yake si swala. Munshi Rustam Ali Saheb katika swali moja alimuuliza Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam swali moja kwamba Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam alimjibu kwamba tunalazimika kusoma sura al-Fatiha ingawa swala ni swala, hata kama mtu hakuweza kusoma sura Fatiha, hata kama anasoma aya moja aya mbili, hususan wakati imam anasoma haraka. Katika hali hii maamuma hata kama wanasoma aya moja mbili, basi swala yao itakuwa swala. Na lakini hamruhusiwi kusoma sura Fatiha kwa sauti ya juu. Lakini kama hamwezi kusoma sura al-Fatiha, basi katika hali hii swala yenu itakubaliwa, lakini mnalazimika kusikiliza sura al-Fatiha. Swala itakubaliwa, lakini itakuwa si sala ya hali ya juu. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba Mia Khairuddin Sahib Shekwani aliniandikia barua na akasema kwamba nilimuuliza Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam kuhusu kusoma sura al-Fatiha nyuma ya imamu.
sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba kusoma sura Fatiha nyuma ya imamu ni muhimu. Nikasema ikiwa hatuwezi kusoma sura Fatiha, je, swala itakubaliwa? Sayyidina alayhi salam akasema swala itakubaliwa, lakini muhimu ni kwamba lazima tusome sura al-Fatiha nyuma ya imamu. Ikiwa sala haikubaliwi bila sura Fatiha, tena kwa nini maulama wengi, mawali wengi waliopita katika mahanafi walikuwa hawasomi sura Fatiha? Je, sala yao haikukubaliwa? Sala upande zote inakubaliwa, lakini kuna swali la sala bora au sala ya kawaida. Kisha Sirajul Haq Saheb anasimulia kwamba Maulwi Abdul Karim Saheb marehemu alisema mtu mmoja alikuwa mwenyeji wa Sialkot. Kila siku tulikuwa tukimwambia asome sura al-Fatiha nyuma ya imamu, na tulimpatia hoja zote, lakini yeye hakukubali hoja zetu, na alikuwa hasomi sura al-Fatiha nyuma ya imamu, na lakini alikuwa akiswali swala pamoja nasi. Siku mmoja alimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam, na siku moja sisi tulikuwa tunazungumza kuhusu mada hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema tunatakiwa tusome sura al-Fatiha pamoja na imamu, lakini hakutoa dalili yoyote kutoka Qur'ani wala hadithi. Kwa kusikia hii, yule mtu akaanza kusoma sura al-Fatiha pamoja na imamu, na hakuleta hoja yoyote. Mtu mmoja akauliza swali, yule mtu ambaye hasomi sura Fatiha nyuma ya imamu, je, swala yake itakubaliwa au la? Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba hatutakiwi tuulize swali hili kwamba je, swala inakubaliwa au haikubaliwi, bali tunatakiwa tuulize swali hili kwamba je, tunatakiwa tusome sura Fatiha pamoja na imamu au tusisome? Mimi nasema kwamba tunatakiwa tusome sura Fatiha nyuma ya imamu. Swala inakubaliwa haikubaliwi, hii ni juu ya Mwenyezi Mungu. Mahanafi hawasomi, mawali wengi wamepita katika mahanafi na walikuwa hawasomi sura Fatiha pamoja na imamu. Ikiwa swala yao haikubaliwi, wasingeweza kuwa maulama na mawali. Na sisi pia tuna mahusiano na Imam Abu Hanifa, na sisi tuna heshima sana swala. Hatuwezi kutoa fatwa kwamba swala haikubaliwi bila Fatiha. Wakati wa Imam Abu Hanifa hadithi bado hazijaandikwa, kwa hiyo sasa baada ya kukusanywa hadithi, jambo hili limethibitika waziwazi. Yule mtu ambaye siku hizi hasomi sura Fatiha, ingawa sala yake haitakuwa ya hali ya juu, lakini mimi nasema kwamba lazima tusome sura Fatiha pamoja na imamu. Siku moja nilimuuliza Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wakati gani tusome alhamd. Akasema kwamba wakati wote mnapopata nafasi musome sura al-Fatiha. Akasema wakati wote mnapopata nafasi pamoja na imamu, basi lazima musome sura al-Fatiha. Kuhusu utaratibu wa sala, baadhi wakati swala zinakusanywa magharibi, isha au zuhur na alasiri, na watu wengine hawajui kuhusu kwamba imamu anaswalisha swala gani. Hazrat Mirza Bashir Masab anasema nilimsikia Sayyidina alayhi salam alisema ikiwa imamu anaongoza swala ya alasiri na mtu mwingine anaingia msikitini ambaye bado hajaswali swala ya dhuhuri, au imamu anaongoza swala ya isha na mtu mwingine anaingia msikitini ambaye bado hajaswali swala ya magharibi, yeye anatakiwa kwanza aswali swala ya dhuhuri peke yake, kisha baadaye aungane na imamu. Au ikiwa amekuja wakati wa isha, kwanza aswali swala ya magharibi, baadaye aungane na imamu. Ikiwa mtu anakuja kuchelewa msikitini wakati swala inaongozwa, kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wassalam alitoa fatwa kwamba ikiwa mtu anajua imamu anaongoza sala ya alasiri, basi analazimika kwanza asali swala ya dhuhuri kwanza, baadaye ajiunge na imamu. Vile vile ikiwa anajua
kwamba imamu anaongoza swala ya isha, basi katika hali aswali swala ya maghrib kwanza, baadaye ajiunge na imamu kwa ajili ya swala ya isha. Lakini ikiwa yeye hawezi kujua kwamba imamu anaongoza swala gani, basi yeye katika hali aungane na imamu, ajiunge na imamu. Basi katika hali hii swala ambayo anaongoza imamu ile swala itakuwa ya yule mtu, lakini baadaye aswali swala iliyobaki. Kwa mfano ikiwa swala ya isha inaongozwa, mtu anaingia msikitini ambaye bado hajaswali swala ya maghrib, ikiwa yeye anajua kwamba hii ni swala ya isha, basi yeye kwanza aswali swala ya maghrib peke yake, baadaye ajiunge na imamu. Lakini kama yeye hajui imamu anaongoza swala gani, katika hali hii kwanza ajiunge na imamu, aswali swala pamoja na imamu. Katika hali hii itakuwa swala yake ya isha, baadaye yeye aswali swala ya maghrib peke yake. Na hii ndiyo ni hali kuhusu swala ya alasiri pia. Aliulizwa Sayyidina Mtume kwamba baada ya swala ya alasiri haturuhusiwi kuswali sala yoyote, lakini ikiwa yeye kwa sababu ya kutokujua anaswali sala ya alasiri pamoja na imamu, anawezaje kusali sala ya dhuhuri baada ya alasiri? Sayyidina Mtume akasema kwamba hii ni sahihi, kwamba baada ya sala ya alasiri haturuhusiwi kuswali swala, lakini si maana yake kwamba ikiwa kwa bahati fulani inatokea tukio la aina hili kwamba mtu hakuweza kusali sala ya dhuhuri, yeye haruhusiwi kusali sala ya dhuhuri baada ya alasiri, bali katika hali hii yeye anaruhusiwa kusali sala ya dhuhuri baada ya sala ya alasiri. Ikiwa yeye anajua, basi katika hali hii haruhusiwi, lakini kama yeye alikuwa hajui, basi katika hali anaweza kusali ya dhuhuri baada ya alasiri. Anasema mimi mwenyewe nilimsikia Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena si mara moja bali mara mbili. Nakumbuka Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa tena kuhusu jambo hili, Sayyidina Mtume sallallahu akasema kwamba nimeshawahi kueleza kuhusu jambo hili kwamba tunalazimika kuzingatia utaratibu wa sala, lakini kama mtu hajui kwamba imama anaswalisha swala gani, ni anaswalisha sala ya alasiri au sala ya isha, basi katika hali ya jiunge na imamu, basi sala yake itakuwa ile ambayo imamu anaongoza, baadaye yeye aswali swala iliyobaki peke yake. Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa desturi yake kwamba alikuwa akiswali sunna nyumbani, sunna kabla ya sala na baada ya sala. Yakub al-Irfani sahib anaandika Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali sunna na nafali nyumbani, na farz swala alikuwa akiswali pamoja na jamaa, na aliendelea kufanya mpaka mwisho wa uhai wake. Hata alipokuwa akiona kwamba baada ya swala ya farz watu wengine wamechelewa katika swala na hawajamaliza swala zao na hakuna njia ya kupita, basi katika hali hii Sayyidina Mtume alikuwa akisali sunna msikitini, au baadhi wakati mara moja alikuwa akikaa msikitini. Katika hali hii pia alikuwa akisali sunna msikitini. Ilikuwa desturi ya Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akifanya hivi, na wanafunzi kadhaa wakadhani kwa kuona mwenendo wa Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona labda kusali sunna si lazima, kwa sababu hawakumuona Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam anasali swala msikitini. Kwa kuona hali hii, Hazrat Bashir Masaba akatoa darsa, na katika darsa akaeleza kwamba Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na desturi kwamba mara baada ya sala ya farz Sayyidina Mtume alikuwa akienda nyumbani, na mimi pia nafanya hivi. Na kwa kuona mwenendo huu, vijana wengine wamezoea na wameanza kufikiria kwamba wameanza kufanya hivi kama wao pia baada ya sala al-fajr farz wanaenda nyumbani. Na katika hali naona kwamba hawaswali sunna. Hawa wanatakiwa wakumbuke kwamba Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akienda nyumbani baada ya swala alikuwa akiswali sunna. Hivyo ndivyo nafanya mimi. Kisha halifa wa kwanza akauliza kwamba je, kuna mtu yeyote ambaye kwamba Sayyidina Mtume alikuwa akiswali sunna nyumbani? Hazrat Bashir Masab alikuwa pale msikitini, yeye akasimama na akasema kwa sauti ya juu kwamba bila shaka Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kurudi nyumbani baada ya swala, Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali sunna. Alipokuwa akirudi nyumbani baada ya kusali sala ya fardh, kwanza kabisa alikuwa akiswali sunna, kisha baadaye alikuwa akifanya kazi nyingine yoyote.
Mirza Bashir Ahmad Sahib pia alitoa ushahidi huu, na Mir Nasir Nawab Sahib pia, na Sabza Mir Ishaq Sahib pia. Kisha mtumishi mfanyakazi wa Sayyidina Ahmad Islam Hafiz Hamad Ali Sahib pia alitoa ushahidi huu kwamba Sayyidina Ahmad Islam alikuwa akiswali sunna huko nyumbani. Hazur anasema kwamba swali liliulizwa kwamba mtu anatakiwa aongoze sala kama ni kibarua, na kwa sababu watu wengine wanaongoza sala ili wapate fedha. Hazur akasema kwamba wale ambao wanastahili kuongoza swala waongoze swala. Wale ambao wanataka fedha kwa badala ya kuongoza swala, wao hawaswali swala bali wanafanya biashara, sawa na mtu ambaye anafungua duka. Na wao wakifanya hivi, basi baadhi wakati wanafanya kesi dhidi ya wengine, na imamu pia anaenda mahakamani kwa ajili ya kupata haki yake. Basi hii si kuwa imamu bali ni kula fedha ya haramu. Yani imamu pia anaenda mahakamani kwamba yanataka kuwa imamu, na wengine pia wanapeleka kesi huko mahakamani. Huzuri anasema hali inapatikana mpaka leo. Kisha yule ambaye anaswalisha swala kwa ajili ya fedha, Sayyidina Ahmad Islam akasema kwamba wale ambao wanaongoza swala kwa maana kibarua, si sahihi kuswali swala nyuma yao. Wao ikiwa hawapati chakula wataacha kuongoza swala. Ikiwa swala inaswaliwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ile ni thawabu, lakini ikiwa mtu anaongoza sala kwa ajili ya kupata faida ya dunia, ile si swala. Wale ambao ni maadui wa Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam, ambao walimuita Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam kafiri, Sayyidina Ahmad sallallahu alisema kwamba haturuhusiwi kuswali swala nyuma yao. Alisema Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam kwamba wale wanaokadhibisha ni watu ambao wataangamia. Kwa hiyo si sahihi kwamba mtu yeyote ambaye ni mfasi wangu aswali swala nyuma yake. Je, hai anaweza kusali swala nyuma ya mfu? Basi kumbukeni Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba ni haramu juu yenu kwamba nyinyi musali swala nyuma ya mtu ambaye ni mkadhibishaji na yeye ni mdui wangu, bali imamu wenu unatakiwa iwe miongoni mwenu. Hivyo ndivyo iliyoelezwa katika hadithi ya Bukhari kwamba imamukum minkum. Kisha sababu yake ni nini? Kwa nini haturuhusiwi kusali swala nyuma ya watu ambao si wanajumuiya? Mtu mmoja akamuuliza swali kwamba wale watu ambao si wafuasi wako umetuambia kwamba tusiswali swala nyuma yao. Sayyidina Ahmad Islam akasema wale watu ambao kwa kufanya dhana mbaya walikadhibisha jumuiya hii na wala hawakujali kuhusu nishani, hawa watu hawakutumia njia ya ucha Mungu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an tukufu anasema inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yani Mwenyezi Mungu anakubali swala ya wacha Mungu. Kwa hiyo imesema kwamba mtu si swali swala nyuma yule mtu ambaye swala yake hata haitakubaliwa. Watu wawili walifanya bayat, mmoja akauliza swali kwamba je, tunaruhusiwa kusali swala asiko mwanajumuiya? Akasema kwamba hawa watu wanaotuita makafiri, ikiwa sisi si makafiri basi ukafiri inakuwa juu yao. Yule ambaye anamuita Muislamu mkafiri yeye mwenyewe ni mkafiri. Kwa hiyo sisi haturuhusiwi kusali swala nyuma ya hawa watu. Zurasema watu wengine wanasema kwamba yule mtu hakadhibishi, na yule mtu pia alimuuliza Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam swali hili, lakini Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hawa watu pia watahesabiwa na wale watu ambao wanakadhibisha. Wao wanakuwa na upinzani na uadui moyoni mwao. Kwa sababu ya hii wao hawajiungi nasi, ingawa wao hawasemi kwa mdomo, lakini kwa sababu wanakuwa na ghadhabu moyoni mwao, ndio maana hawajiungi nasi. Kwa haturuhusiwi kusali swala pamoja nao. Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba msiswali swala nyuma ya yule ambaye si mwanajumuiya. Heri yote ni katika hii, vile vile ushindi ni katika hii, vile vile ni jambo hili ni maendeleo ya jumuiya.
angalieni watu ambao wanakashirikiana wao pia hawazungumzi, lakini ikiwa nyinyi mnaanza kushirikiana na hawa watu ambao si wanajumuia na mnakuwa pamoja nao katika hali hii, basi hii Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam alitutaka sisi tuweze kufuata nasaha za Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Hazur anasema nataka kukumbusha kuhusu maombi ya wanajumuia wa Aljazair. Ingawa jumuia hii ni mpya, lakini wao wanasumbuliwa sana na serikali na kesi zinafanywa dhidi yao. Wengine wamepelekwa gerezani kwa sababu ya kuwa wanajumuia, na shutuma inaletwa kwamba hawa wanajumuia wanafanana na watu wa Daesh. Ila hali tukiona katika nchi yoyote watu ambao wanafuata sheria ya nchi au wanafuata amani ni wanajumuia au wafuasi wa jumuia, lakini wao walileta shutuma. Polisi iliingia katika nyumba za wanajumuia. Mwanamke mmoja aliambiwa kwamba avue hijabu yake, yule akasema kwamba mnaweza kuniua, lakini mimi sitaua hijabu yangu wala sitaacha jumuia. Mahakimu pia hawafanyi uadilifu. Mtu mwanajumuia, mahakimu akasema ikiwa unaacha jumuia mimi nitakuacha. Yule mwanajumuia akasema mimi nitakufa, lakini mimi sitaacha jumuia, sitaritadi, kwa sababu hii ndiyo ni Islam sahihi ambayo nilipata katika jumuia Ahmadiyya. Kwa kusikia hii, hakimu akasema umesema hayo, basi mimi nitakufunga kwa maisha mzima na utakufa hapa gerezani. Akasema haina wasiwasi. Hazur anasema hii ndiyo ni hali ya kule Aljazair. Mwenyezi Mungu awarahisishie wanajumuia wote na awajalie subra na uimara. Wapinzani na maadui wa jumuia ambao wanafanya vitendo vya aina hii, Mwenyezi Mungu arudishe shari yao juu yao. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuia katika shari za hawa watu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.